Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wanadhani watu wataachwa bure waseme kwamba tumeamini kisha tusiwape mitihani. Lakini mitihani inakusanya fawaid na inakusanya hikam na inakusanya mafunzo mengi sana. Miongoni mwa faida za mtu kupewa mtihani ni takfiru dhunubi, tukusamehewa madhambi yake. Thaniyan ni kwamba Mwenyezi Mungu anatupa mitihani kutotoa katika ghafla. Faida ya tatu, ndugu zangu, ni kuinuliwa daraja. Huwezi kufika daraja kubwa za wakubwa waliofika kisha ukawachwa hivi hivi uishi bila ya misukosuko, bila ya mitihani yoyote. Imamu Shafi aulizwa, ayuhuma afdalu lirajuli an yumakkana au yubtala, lipi bora, mtu amakinishe ama apewe mtihani? Kasema la yumakkanu hatta yubtala, huwezi kumakinishwa mpaka upewe mtihani. Huwezi kuwa na furaha mpaka upitie dhiki. Na hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowapa waja wake. Wakiongoza katika sunna hii ni manabii. Tumesema ashaddu nasi balaan al-anbiya, wenye mitihani mikubwa ni manabii. Thumma al-amthalu fal-amthal. Kipewa mitihani, mtizame aliyoko juu yako katika mitihani, itakuwa ni wepesi wewe katika kumshukuru Mola wako jalla jalaluhu, na utakuwa ni mwepesi katika kukubali matukio yanayotokea katika maisha yako. Kila mmoja na mitihani kwa sampuli tofauti tofauti, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomjalia nabii wake mtume wake kafaulu. Mwenyezi Mungu atupe nyoyo za kufaulu mitihani tunayopitia, na asitupe nyoyo za wenye kulalamika na mitihani tunayopitia. Mwenyezi Mungu ajalie mitihani anayotupa iwe ni sababu ya kuinuliwa daraja, kama alivyomuinua mtume wake daraja, iwe ni sababu katika kusamehewa madhambi yetu.